Ndugu zangu wachimbaji wa madini nchini Tanzania, naitwa John Wambura Bina, rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania, nikiambatana na sema kwa jina lako wa kufahamu, Makamu wa Rais Victor Tesha, Dr. Bernard Joseph, mkurugenzi wa habari na mahusiano ya kitaifa na kimataifa na mwenyekiti wa safari za nje FEMATA. Ili pia tuko na Hassan Ali, naibu mkurugenzi wa habari shirikisho la wachimbaji madini Tanzania. Ndugu zangu, nimeona nizungumze na ninyi mchana huu. Kwanza ni kuongelea mwelekeo wa FEMATA tulipotoka na tunapoelekea. Ndugu zangu wa Tanzania, na hasa wachimbaji kwenye sekta yetu ya madini, niseme tu kwamba FEMATA ni shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania. Kazi ya FEMATA kubwa ni kuzungumza kwa niaba ya wachimbaji, lakini sio kuzungumza tu kwa niaba ya wachimbaji, pia ni kushauri serikali namna gani tunaweza tukafanya mashirikiano, kwa sababu sekta hizi mara nyingi zinakuwa na ubia na serikali, yaani bosi wake ni serikali. Lakini FEMATA imejipambanua kutokuwa chama cha kiharakati, imejipambanua kujenga hoja serikalini kwa miaka yote tangia kuhuishwa kwake. Leo sasa ni mwaka wa 12 tangia FEMATA imehuishwa, lakini FEMATA ilikuwepo tangia mwaka 86 ilikuwepo, lakini baada ya kuhuishwa, na uhuishwaji huko maksudi ulihuishwa na serikali, na mimi kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa shirikisho hili zaidi ya miaka 12 iliyopita. Tumekumbana na changamoto nyingi, tumekuta FEMATA ikiwa imelala, lakini cha msingi tulichokifanya cha kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaangalia matatizo ya wachimbaji, nini tupeleke serikalini kwa wakati upi. Kulikuwepo na mambo yaliyoweza kuwa solved kwa wakati ule, lakini kulikuwa kuna mambo ya kati na mambo ya baadaye, na baadaye ndio sasa, na baadaye nyingine ndio hiyo inayokuja. Kwa hiyo tulichojaribu kufanya, mbinu pekee ambayo tulitumia ni kuhakikisha kwamba tunakaa meza moja na serikali, serikali inatusikiliza, na hatimaye FEMATA imefikia hapa. Na imefikia hapa, haikufikia hapa kawaida tu, imepita kwenye changamoto, kwenye tanuru la moto, kushambuliwa sometimes. Nataka niwahakikishie kwamba viongozi wa FEMATA waliosimamia FEMATA miaka 10 iliyopita mpaka leo wanajitolea kwenye mifugo yao. Hakuna hata mchimbaji mmoja mpaka leo anaweza kusema tulikaa siku moja tukachanga ili FEMATA. Kwa viongozi wa FEMATA wanafanya kazi zao kwa kujitolea, na tunajitolea sio kwamba tunatafuta faida, tunajitolea nacho. Kwanza ili uwe kiongozi wa FEMATA ni lazima uwe mchimbaji. Kwa cha kwanza unakuwa unaweka kipaumbele kutetea wenzako, lakini na kujitetea wewe mwenyewe. Sasa mimi ambacho naweza nitake kuwashauri wadau wote wanaofanya kazi kwenye mining, usishambulie FEMATA. FEMATA ndio chombo pekee kinachozungumza kwenu ninyi. Hivi vyama vyote sasa hivi vinajitokeza hapa ni mabawa ya FEMATA, vimetokana pale ambako waliona kwamba sasa hali ni shwari, vikajitokeza vyama vingi. Lakini hivi vyama vilivyojitokeza nia yake haikuwa mbaya kabisa, na sisi hatuichukui kama ni nia mbaya. Lengo ilikuwa ni kujenga nyumba moja, hakuna haja ya kugombania fito. Moja ya mafanikio makubwa ambayo lazima niwaambie, inawezekana wengine mmesahau, ni kwamba katika nchi zote hizi za Afrika Mashariki na Kati na hata Ulaya, hakuna sehemu yoyote ambayo mchimbaji mdogo anaheshimika, anathaminika na ana sheria yake. Ni Tanzania peke yake. Ni Tanzania peke yake. Anayebisha aniwekee hii hewani hapa, niambeni wapi, nchi gani? Na hiyo yote heshima ya Mtanzania. Leo anakuwa na leseni, leo anauza dhahabu anakotaka, kuna soko, tumeshawishi BOT wananunua madini, lakini bado watu wanapewa leseni. Hata watu maskini kabisa wanapewa leseni. Watu wadogo tu kama sisi, watoto wa wakulima, unatokea from nowhere unapata leseni. Nendeni kwenye nchi jirani tu hapa zungukeni hapa. Kuna nchi tu hapa East Africa, nitawaambia, sitaki kutamka nchi kwa nafasi yangu, ni majenerali 4 tu wanamiliki migodi yote ya nchi hiyo. Lakini Tanzania hapa kila mtu anamiliki madini. Hiyo yote ni kwa sababu ya FEMATA kushauri serikali vizuri
serikali ikaelewa, na sasa hivi tunajipamba, tunasafiri kwenda nje. Kwa mfano sasa hivi kuna safari ya kwenda Canada ambayo naona watu wengi kwenye mitandao wamechukulia kama ni kitu kimefanyika makosa. Hapana, safari ya Canada ilikuwepo kama safari zingine, lakini katikati ya safari ikatokea vita vya Mashariki ya Kati. Tusingeweza kupeleka wachimbaji wetu kwenye vita. Tayari tiketi zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya safari ya watu waliokuwa wamepata visa, lakini kupata visa ya kwenda Canada si kazi ndogo. Visa zaidi ya 70 si kazi ndogo, ni kazi kubwa sana. Kwa lazima kwa vyovyote, na mimi niseme tu kwa hili ambalo linaendelea sasa hivi, mimi naamini mtu yoyote anayesema FEMATA vibaya au mtu yoyote yule anayeweza kushambulia FEMATA, naamini sio mchimbaji. Tuchunguzane. Tukichunguzana vizuri, nadhani pia mamluki wanaanza kuingia, lakini hiyo isinichukulie muda. Kitu ambacho naweza kuzungumza ni kwamba wachimbaji wenzetu, kwanza, hebu tuseme vizuri FEMATA, hebu tuseme vizuri serikali yetu, hebu tuseme vizuri sekta yetu. Unajua ubaya wa madini, huwezi kuwa unachimba madini ukaenda kuvua samaki, na huwezi kwenda kuchimba madini ukaenda sijui kulima karanga. Tutabaki humu, sisi ni wale wale. Kama kuna jambo mnaliona kwamba linaenda kutuharibia, wote tulikatae kwa nguvu moja. Kwa mfano, sasa hivi mabenki yamekubali kutukopesha. Ni nguvu kubwa sana imetumika. Nguvu kubwa sana imetumika. Waziri wetu wa madini anafanya kazi kubwa, lakini sisi wenyewe tumefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wachimbaji wanaaminika. Hii sekta zamani watu walikuwa wanajua ni sekta ambayo lazima utambike, lakini tumejaribu kujenga hoja katika mabenki kuhakikisha kwamba madini ni numbers, madini ni sayansi. Ukipiga namba zako vizuri utachimba madini, na wala sio kwenda kutambika ndio upate madini. Mabenki yameanza kuamini. Leo hii mabenki yanakopesha wadau, wanaweza kusafiri kwenda nje, lakini wadau wanaochimba, juzi tumeshuhudia bilioni 50. Hiyo yote ni tukijaribu kuchukua siasa zetu za madini na kuanza kutisha mabenki, mwisho wa siku tutakopa. Lakini wewe mchimbaji ambao unachukua kalamu yako na kuandika sekta yetu vibaya, ujue kwamba kwanza unajiharibia wewe mwenyewe, lakini unaharibia wachimbaji milioni 6 wanaochimba. Na kibaya zaidi, wachimbaji hawawezi kwenda sehemu nyingine kuchimba, kwa sababu mazingira mazuri yote ya uchimbaji katika East Africa and Central, yani Afrika kwa ujumla, yako Tanzania. Mchimbaji yote anayechimba Tanzania hawezi kwenda kuchimba Kongo. Mchimbaji anayechimba Tanzania hawezi kwenda kuchimba Mozambique, hawezi kuchimba Ghana. Bahati nzuri, kwa nafasi ndogo hii mlionipa, nimejaribu kuzunguka karibu dunia nzima, sehemu ambako madini yanachimbwa, kuangalia sheria, sera. Tanzania ni namba 1. Kwa ni waombe wachimbaji wenzangu wote, hebu tuiseme sekta yetu vizuri. Lakini bahati nzuri tuna waziri wetu msikivu sana. Kama kuna jambo lolote ambalo mtu anaona haliendi vizuri, sisi simu zetu ziko wazi, tuko tayari kwa kuwasikiliza. Badala ya mtu kuingia kwenye mitandao na kuposti vitu ambavyo viko kwenye sekta ya madini, ninaamini kabisa sisi tuko salama, sisi bado ni wamoja na tunashirikiana. Na hii sekta ni ngumu, kwa sababu ni sekta ambayo watu wanawekeza fedha, wanawekeza muda, lakini wanawekeza teknolojia, na kununua teknolojia sio kazi rahisi. Lazima tujipange, lakini lazima niwakumbushe wachimbaji wadogo kwamba tuko makundi tofauti kwenye uchimbaji. Kuna wachimbaji wadogo, kuna wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Kuna malalamiko yanaendelea mtaani na yaona. Mara watu wengine wanaweza kusema watu wamenyang'anya maeneo. Nataka niwahakikishie, nchi yetu uchimbaji una sheria. Hakuna mtu anaweza akavunja sheria afu serikali ikamwangalia, hata FEMATA ikamwangalia. Lakini walio wengi, unaweza kukuta mtu anasema labda tumetolewa sehemu fulani, ili ukienda ukifuatilia unakuta kwamba labda wale wengine hawakufuata utaratibu. Ni waombe wachimbaji wenzangu, tunaenda kwenye dunia ya sayansi na teknolojia, tunaenda kwenye dunia ya kuwa kwenye mwamvuli mmoja. Tuhakikishe kwamba tunafuata utaratibu, tufuate utaratibu. Ninaamini kwamba tukifuata utaratibu hakutakuwa na malalamiko. Na bahati nzuri namuona Mheshimiwa Waziri anajaribu kutengeneza hata hizi kanuni ili mradi uweze ku accommodate kila mtu. Kwa hiyo ndugu zangu, niliona nizungumze na ninyi hili, lakini muhakikishieni kwamba FEMATA bado iko imara. FEMATA iko leo, FEMATA itaendelea kuwepo kesho. FEMATA kama shirikisho ni kubwa kuliko John Bina. Mimi kesho nitakufa, atabaki mwingine, au nitaachia madaraka hata kwa kura. Lakini ni waombe muilinde FEMATA, shirikisho lenu la wachimbaji madini, kwa sababu linasema vizuri,
na viongozi wanaamini na tunashauri vizuri, na bahati mbaya zaidi hata ushauri tunatoa kwa kutumia nguvu za mifuko yetu tu. Hakuna mtu anayetusupport. Hata nyewe mnajua wachimbaji, kila mtu anajichimbia tu. Sheria tunashauri bunge, tumeshauri TRA. Kama mnavyojua TRA kulikuwa ni shida kidogo, lakini tumekaa na kamati za budget, tumeweka vikao zaidi ya 2000 kuhakikisha kwamba sekta yetu inakuwa imara na hatimaye tunafanya kazi kwenye mazingira ambayo yanafuata sheria, utaratibu, lakini hata wale ambao hawapo kwenye utaratibu pia tunawarudisha kwenye urasimu. Na ndio maana leo unasikia kwamba kuna wachimbaji wasiokuwa rasmi. Zamani hao walikuwa wanaitwa wachimbaji haramu, lakini tukajenga hoja hawa wachimbaji wasiokuwa rasmi warasimishwe, utengeneze utaratibu wa kuwarasimisha. Ndugu zangu, kuna katabia kanaanza kujitokeza kwamba yeyote aliyefanikiwa kupata madini au aliyepata nafuu kidogo anaonekana ni fisadi. Hapana, hatuwezi kufika. Tunachotakiwa kufanya sisi kama Watanzania, aliyefanikiwa kama ni mzalendo mwenzako muunge mkono, usimvute shati. Hii inaanza kujitokeza sana. Mtu akifanikiwa kidogo, huyu ni fisadi, huyu kachukua migodi yote. Jamani, migodi yote ndio hiyo, naona mataikuni inachukuliwa inarudishwa huku ili wachimbaji wadogo wapate. Na Mtanzania mwenzako akipata, inaonyesha kwamba mwisho wa siku lazima, haiwezekani watu wote kwa pamoja kupata. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunatoka kwenye uchimbaji mdogo tunaenda kwenye uchimbaji wa kati na hatimaye tunakuwa wachimbaji wakubwa. Tutaendaje kwenye uchimbaji wa kati na mkubwa kama tutakuwa tunashambuliana wenyewe kwa wenyewe? Tujiulize. Niwaombe, yani sisi tuko huku mbele tunaona, tunashauri serikali, lakini tunakutana na mataifa mengine ambayo yanataka kuja kuchimba. Wageni wanaingia nchini. Lazima sisi kama Tanzania tujipange. Kama kuna jambo aliendi vizuri, tukae tuzungumze. Mimi hapa nipo kama kiongozi wenu wa kusema kwa niaba yenu. Tukae tukutane, tuitane vikao vingi ambavyo tulikuwa tunavifanya siku zote. Tukae tuzungumze kama kuna jambo. Kwa hiyo niwaombe wachimbaji wote Tanzania mlioko, naoniona sasa hivi nazungumza na ninyi kwamba hebu hii sekta tuilinde kwa hivyo mkubwa, kwa sababu huu ndio urithi wa watoto wetu. Na watoto wetu sasa hivi wanajua kuchimba. Mtoto wa mchimbaji ni mchimbaji, mtoto wa nyoka ni nyoka. Sasa tukiharibu tukabaki kuingia kwenye migogoro, nini tutaridhisha watoto wetu? Lazima tujichukulie kama ni watu wa muhimu sana, kama serikali inavyoweza kutuchukulia. Lakini mwisho, wakati namalizia, lazima nipongeze serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lazima nipongeze. Chini ya Mama Samia anatusikiliza. Tukijenga hoja, tunapeleka masharti 20, maombi 20, yanapita 19. Serikali inatusikiliza. Tumepeleka maombi ya masoko, serikali imetusikiliza. Tumepeleka maombi ya BOT kununua dhahabu, serikali inatusikiliza. Vitu vingi, maeneo ya tengo kwa ajili ya wachimbaji wadogo, serikali inatusikiliza. TRA imekuwa polisi, sasa hivi ni 2%, nenda zako. Serikali inatusikiliza tena kupitia bunge. Kwa ndugu zangu wachimbaji, wakati fulani tusilaumiane kwa vitu vidogo ambavyo havipo. Kwa mfano hata hii safari ya China naona malalamiko mingi. Hapana, safari ya kwenda Canada. Hii safari ya kwenda Canada, hii interference yake imetokana na vita iliyokuwa inapigana na Mashariki ya Kati. Watu wakashindwa kuondoka. Na sisi tukasema kipi cha muhimu? Sisi kwetu mchimbaji wetu mmoja kufa ni heri migodi yote hivyo. Kwa tukasema watu wote watulie, tuone nchi dunia inaelekeaje. Sasa hivi tunapeleka bunch 2. Bunch ya kwanza inaondoka tarehe 24, Dr. 26. Tarehe 26 mwezi wa 4. Inayokuja mwezi wa 6, mwezi wa 9 tutaendelea kufungua dunia ili Watanzania hawa wajue nje kuna nini, ili waipende nchi yao. Nataka nikuhakikishie, wakati vita inapigana pale Dubai, kuna mtu mmoja alisema Tanzania ndio sehemu salama pekee katika maisha yake yote. Kusafiri kwenda nje kutafuta fursa ni pamoja na kujifunza zile nchi za tabia gani, ili uweze kulinganisha na nchi yetu. Nchi yetu iko bado vizuri sana. Tusapoti serikali, tusapoti wachimbaji, ili mwisho wa siku madini haya tuyamiliki sisi. Au niseme kwa sauti gani? Tuyamiliki sisi. Ili kuweza kuyamiliki sisi ni kuwa smart, ni kutokuwa na migogoro isiyokuwa na maana. Niwaombe ndugu zangu wachimbaji, muelewe, lakini haya nitakuwa nazungumza na ninyi kila mara.
ili tuweze kujua wapi tulipo, wapi tulipotoka na wapi tunakoelekea. Lakini nataka niwaambie tumetoka pagumu zaidi, tuko pazuri na tuelekea pazuri zaidi. Na hakuna anayekataa. Tunalamba asali. Kijaribu kuangalia tuna vimilionea kidogo kwenye madini yetu haya. Sasa hivi talk of the town ni madini. Talk of the town ni madini. Kama ni talk of the town ni madini, tunagombania nini? Hebu tutulie. Unapiga kelele wakati unakula? Hebu tutulie kwanza, tuchimbe kistaarabu. Kuna tatizo, tukae wenyewe huko mikoani. Bahati nzuri sisi shirikisho, viongozi wako huko chini, kuna rema zetu, kuna wenye viti wetu huko chini. Sisi FEMATA kama FEMATA ni overall tu. Baada ya kusema hayo, niwaambie tu kwamba pamoja na mambo yote, ili kuongeza ufanisi katika shirikisho letu, mimi na timu yangu hapa tumekubaliana, tumeteua naibu katibu mkuu mwingine. Kwa shirikisho letu tutakuwa na manaibu katibu mkuu wawili. Mmoja atakuwa ni Kabepera, Peter Kabepera, ambaye pia afya yake si nzuri. Kwa hiyo tumemteua ndugu Gregory Kibusi ili aweze kusaidiana na katibu mkuu wetu ndugu Rogers Senzero. Hii ni kuongeza ufanisi. Hii ni kuongeza ufanisi ili mwisho wa siku tufanye vizuri zaidi. Na tutaendelea kujichambua kidogo pale ambapo tutaona kwamba kuna mtu amelegea kidogo, tunamkumbusha, tunaongeza kidogo nafasi fulani. Sina maana kwamba hiyo nafasi inataka, ili kuweka ufanisi mzuri, basi ni vizuri tukao tunaweka nafasi ili watu wa Tanzania tuweze kutumikia wachimbaji wetu. Wakati elekea mwishoni, pia nimshukuru makamu wangu wa rais ndugu yangu Tesha kwa kunishauri vizuri, sababu kazi ya makamu wa rais kwa kweli ni kumshauri rais, lakini pia kusema kwa niaba yake. Nisingekuwa hapa ningesema yeye. Shukuru Dr. Bernard, mkurugenzi wa habari, anafanya kazi nzuri sana. Lakini kushukuru ndugu yetu Kurwa, msaidizi habari, lakini na timu nzima ya secretariat ya FEMATA pamoja na viongozi wote wenye viti mlio katika mikoa yenu. Hebu hakikisheni kwamba huko chini mliko na nyie mna act, mnafanya kazi. Ongeeni kwa niaba ya wachimbaji, washaurini kwamba tunahitaji kuisema vizuri sekta yetu vizuri. Lakini kingine ambacho naweza nikamalizia ni kwamba ili kuweka ufanisi katika shirikisho letu, sisi kama sekretariat tumekaa na tumeona kwamba tuweze katika nafasi ya naibu katibu mkuu tumeongeza ndugu Gregory Kibusi ili aweze kusaidiana na katibu mkuu. Kwa hiyo tutakuwa na manaibu katibu mkuu wawili. Hii haina maana nyingine, maana yake tu ni kwamba tunataka kuweka ufanisi zaidi ili mambo haya yaweze kukimbia, kwa sababu dunia sasa hivi inakimbia. Sasa wakati inakimbia, na sisi kama shirikisho lazima tukwende mchaka zaidi kuliko hata speed ya ndege. Kwa hiyo ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwaomba tena wachimbaji wenzetu kwamba tupunguze migogoro sio kwa lazima, kwa sababu huku ndiko pesa inakochimba. Tupunguze migogoro, na tukipunguza migogoro tunampa relief waziri wetu wa madini, tunalipa relief serikali yetu, na hatimaye tunasonga mbele. Lakini mkumbuke kwamba madini duniani huko ndio mnasikia kuna mineral conflict, watu wanapigania madini. Ukisikia vita vya katikati huko, mara nyingi ni madini. Tuwe makini tusije tukapigana, tuwe makini tusije tukagombana, sababu mwisho wa siku madini yanaweza kama badala ya kuleta raha yakaleta laana, na laana ya madini mbaya sana. Kwa hiyo niwaombe watu wote ambao wenye nia mbaya pia, kwa sababu inawezekana pia wao, hebu wawahurumie hawa Tanzania milioni 6 ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa madini. Tumeshauri serikali vitu vingi kabisa na vimetokea, na nyie mnaona. Sasa leo msione FEMATA aliyefanya kazi kubwa ya kushauri awe mbaya, hiyo laana itawarudia nyewe. Niwaombe tuilinde FEMATA, tulinde na vyama vingine. Vyama ni vingi, sijasema kwamba FEMATA peke yake, lakini kuna vyama, kuna TAOMA, kuna WIMO, kuna AMATI, kuna vyama vingi. Hivi vyote lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunawashauri wachimbaji wetu, lakini pia tunaongea na serikali na hatimaye tunaenda kwenye matarajio hayo ambayo tunatarajia kwenda. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu mlioko hapa, niseme tu kwamba Mungu abariki sekta ya madini, Mungu abariki wizara yetu ya madini, lakini Mungu abariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutusikiliza, kwa sababu anatusikiliza sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.